mahali hapa maeneo ya mahakama ya Kisutu, tukiwa tumeitikia wito na maagizo ya makamu mwenyekiti wetu wa chama, ambapo jana akiwa jimbo la Ukonga aliweza kusema tuweze kukutana hapa leo wanachama wote kwa ajili ya kuendelea kusikiliza shauri ambalo linamkabili mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama, Mheshimiwa Tundu Lissu. Kwa hiyo tumefika hapa mapema asubuhi. Binafsi nilifika hapa majira ya 1:30 ambapo nilikuta na kadhia ile ambayo kama ilitokea siku za nyuma, ya kwamba askari walikuwa ni wengi sana maeneo ya hapa ya Kisutu, lakini pia hata nilipotaka kuingia getini walinizuia kwa madai ya kwamba hakuna mtu yoyote ambaye anaruhusiwa kuingia mahali hapa isipokuwa awe ni hakimu, wakili au mshtakiwa. Mbali na hapo hakuna mtu mwingine yoyote ambaye anaweza kuruhusiwa kuingia. Hata nilipojieleza ya kwamba ni haki yangu kuweza kufika mahakamani kusikiliza kesi ambayo inamkabili kiongozi wangu au ndugu yangu yoyote, bado walinikatalia na pia walinitaka niweze kuondoka kabisa maeneo haya ya mahakamani. Na hata niliposimama pembeni nikasema basi nawasubiria wenzangu na viongozi wangu wakiwepo makamu mwenyekiti ambao tunategemea kuweza kufika, bado waliweza kunifuata na kunifukuza, wakasema maeneo ya nje ya mahakama haya yote hakuna mtu yote ambaye anaruhusiwa hata kusimama wala kupita eneo hili. Jambo ambalo kwa kweli sisi binafsi kama wanachama wa Chadema tunaona sio haki. Kwa sababu kwa nini wanataka kusikiliza shauri la mwenyekiti wetu gizani? Sisi tuna maslahi na kesi hii kwa sababu huyu ni kiongozi wetu, Mheshimiwa Tundu Lissu. Sisi tunajua sio muahini, bali ni mpigania haki, bali ni mpigania mabadiliko, ni sauti ya Watanzania. Hivyo shauri lake ambalo tunajua vile vile ni uongo halipaswi kusikilizwa gizani. Acha Watanzania wajue, waache Watanzania waone shauri hili linavyoendeshwa, ili waweze kujua namna gani serikali yetu hii ya dhalimu ambayo inasingizia viongozi wa upinzani kesi mbalimbali. Kwa maana hii sio mara ya kwanza. Waliwahi kumsingizia kiongozi wetu Mheshimiwa Mbowe kesi ya ugaidi, leo hii wamekuja kwa mwenyekiti wetu wa sasa kesi ya uhaini, lakini bado mashtaka yote wanataka yaweze kufanyika gizani. Kwa hiyo sisi wanachama wa Chadema kama ambavyo ni msimamo wa mwenyekiti wetu Mheshimiwa Lissu, na sisi tunapinga kesi hii kuweza kuendeshwa gizani. Na ndio maana tunakuja hapa mahakamani kila inapotajwa, hata kama watatupiga, hata kama watatuumiza, hata kama watatuua, lakini hatutaogopa. Bado tutaendelea kufika hapa mahakamani, bado tutaendelea kupigania haki yetu ya kutaka kujua mwenendo mzima wa kesi ambayo inamkabili mwenyekiti wetu unaendeleaje ndani ya mahakama hii. Na pengine umejaribu kuulizia viongozi wenzenu wengine ni kwamba watafika, maana yake leo unaonekana mwitikio kama vile uko down kulinganisha na siku iliyopita, au makamu mwenyekiti kuchelewa kwake kunahusiana nini? Unazo taarifa? Hapana, taarifa tulizonazo sasa hivi ni kwamba nyumbani kwake wamezingira mapolisi. Na sio nyumbani kwake tu, hata nyumbani kwa mheshimiwa mwenyekiti wetu Tundu Lissu pia mapolisi wamezingira. Yote ni kuhakikisha kwamba makamu mwenyekiti hawezi kutoka kuweza kufika hapa. Na nadhani wanafanya hivyo ili kwa ajili kuweza, wameona kwamba pamoja na kwamba wametupiga last time lakini hatukuacha kuja. Kwa hiyo nadhani leo wameona kwamba wamkamate kiongozi wetu nyumbani, basi kwa matikio kwamba makamanda wataogopa kuweza kufika hapa au tutaweza. Mimi naitwa Hamisi Mohamed Abdalla, mwenyekiti wa wazee wa jimbo la Ukonga. Nimefika hapa asubuhi, kufika getini wakatuzuia tusiingie. Nikaeleza kwamba mimi nakwenda kusikiliza kesi, ni haki yangu ya msingi. Wakasema hatujali lolote, hata kama wewe ni ndugu yako lazima uondoke. Nikakaa nje, wakanizuia, wakasema hata hapa nje hatutaki kumuona mtu wote, lazima uondoke. Basi nikatii amri yao, lakini kitu kilichonishangaza ni kwamba wametanda kama majuzi waliokamata watu na kuwapiga, na leo wametanda na mambwa kila sehemu. Sasa mimi nikawauliza, kwa nini mnafanya hivyo? Wanasema kwamba hii ni haki yetu, sisi usituulize, ni kazi yetu. Basi mimi sikupinga, nikaondoka. Lakini kitu cha ajabu ni kwamba sheria ya nchi inasema wazi kwamba kila mwananchi anaruhusiwa kwenda mahakamani kusikiliza kesi ya aina yoyote, ili kwanza kujifanya yeye mwenyewe aelewe msimamo wa sheria. Sasa mimi nikashangaa kuona kwamba mapolisi watatuzuia tusiingie kusikiliza kesi. Lakini hayo yote yanakuja kwa sababu wanaogopa kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu ni mwanasheria, la kwanza, la pili ni mtu asiyeogopa. Sasa kitu hicho kinawatia wasiwasi kwamba anapohutubia mikutano yake ni kama anawaelimisha Watanzania. Na serikali ya nchi yetu haitaki kuelimisha Watanzania. Wanataka watu wote watufanye kama sisi ni wajinga, tusielewa kitu. Hilo ndio tatizo lao. Sasa mimi ningeomba hata nchi za jirani au Umoja wa Mataifa uangalie swala hili, na ikiwezekana uwashauri serikali ya Tanzania. Wao kila siku wanadai kwamba tuna demokrasi, lakini hakuna demokrasi yoyote. Hakuna sheria kama nchi yenye demokrasi kuzuia watu kwenda mahakamani kusikiliza kesi. Sheria hiyo haipo kabisa. Kwa hivyo ningeomba hata nchi za jirani wanaposikia malalamiko yetu
wajaribu kuingilia na kuishurutisha serikali yetu ibadilishe msimamo wao.